Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameonyesha mshikamano na wananchi wa Iran wanaoendelea na maandamano. Waziri Mkuu huyo wa Israel ameonyesha mshikamano na wananchi wa Iran na kueleza uwezekano wa kutokea kwa mabadiliko makubwa nchini humo. Waziri Mkuu huyo wa Israel Bwana Netanyahu alizungumza mwanzoni mwa kikao cha kila wiki cha baraza lake la mawaziri mjini Yerusalemu, ambapo amesema Israel inasimama pamoja na mapambano ya wananchi wa Iran na matarajio yao ya uhuru, haki na demokrasia. Kauli ya waziri mkuu huyo wa Israel ameitoa wakati maandamano makubwa yanaendelea kushuhudiwa nchini Iran, ambapo raia wamekuwa wakilalamika hali ngumu ya kiuchumi. Katika maelezo yake, Netanyahu pia amesema huenda dunia ikashuhudia wakati ambao wananchi wa Iran wanachukua kile alichokiita hatima yao mikononi mwao. Mwaka uliopita Israel iliingia kwenye mzozo na Iran uliodumu kwa muda wa siku 12 na kwa ushirikiano na Marekani ilifanya mashambulizi yaliyolenga baadhi ya vituo muhimu vya nyuklia vya Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Israel imeendelea kushutumu uongozi wa Tehran kwa kile inachodai ni mpango wa kutengeneza silaha za nyuklia, jambo inaloliona kuwa tishio kwa usalama wake na wa eneo zima la Mashariki ya Kati. Wakati huo mamlaka nchini Iran imetangaza jana Jumapili mpango wa kutoa posho ya kila mwezi kwa kila raia nchini humo ili kupunguza mzigo mkubwa wa kiuchumi baada ya wiki ya maandamano. Msemaji wa serikali Fatma Mohajeran ameiambia televisheni ya taifa kwamba kila raia wa taifa hilo atapokea kiasi cha $7 za Kimarekani kila mwezi, fedha ambazo zitaingizwa kwenye akaunti zao kwa kipindi cha miezi 4. Mpango huo utaanza kutekelezwa kuanzia Januari tarehe 10 na watu watakuwa na uwezo wa kufanya manunuzi kwa kutumia kiasi kitakachowekwa kila mwezi. Mohajeran ameeleza kwamba kiasi hicho cha fedha kitatolewa kwa muda wa miezi 4 katika mfumo wa mkopo unaweza kutumika kununua bidhaa, lengo likiwa ni kupunguza shinikizo la kiuchumi kwa wananchi nchini Iran. Mshahara wa chini nchini Iran ni takribani $100, huku mishahara ya wastani ya kila mwezi ikiwa ni karibu $200. Wananchi wa Iran hutumia simu zao za mkononi pamoja na kadi za benki kufanya miamala kila siku badala ya pesa taslimu. Iran inaendelea kukabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi kutokana na vikwazo vya Marekani na vya kimataifa. Mfumuko wa bei ulipanda hadi 52% mwezi Desemba, huku sarafu ya taifa ikipoteza zaidi ya theluthi moja ya thamani yake ndani ya mwaka mmoja. Kuporomoka kwa thamani ya sarafu na kupanda kwa bei za bidhaa kumeathiri kwa kiasi kikubwa uwezo wa wananchi kumudu gharama za maisha na kuchangia hali ya kutoridhika na utawala wa Tehran. Mnamo Jumapili ilikuwa ni siku ya 8 ya maandamano yaliyotokea katika takribani miji 40 ya taifa hilo la Kiajemi. Kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya ndani, watu wapatao 12 hadi sasa wamepoteza maisha, wakiwemo maafisa wa vikosi vya usalama. Hata hivyo, Marekani na Israel zimeendelea kuchochea kile kinachoendelea nchini humo, wakionyesha namna ambavyo wapo tayari kupindua utawala wa kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran Ayatollah Al-Khamenei. Hata hivyo, waziri mkuu Benjamin Netanyahu ambaye anasema iko pamoja na raia wa Iran wanaoendelea na maandamano aliwahi kuzungumza maneno hayo wakati wa kipindi cha vita vya siku 12, akisema kwamba wa Iran watakuwa salama ikiwa watauondoa utawala wa Ayatollah Al-Khamenei ambaye wanamuona kama adui wao mkubwa. Mipango ya serikali ya Israel ni kuona Khamenei anaondoka madarakani. Khamenei amekuwa kiungo muhimu nchini Iran ambaye anasababisha matarajio ya Israel na Marekani kushindikana, lakini pia na mipango yao. Mipango ya Marekani ni kuona inaweza kupata mafuta kwa wingi kupitia mlango bahari wa Hormuz ambao upo chini ya mamlaka ya Iran, na hivyo wanaamini ikiwa Ayatollah Al-Khamenei ataondoka madarakani ni wazi wataweza kupata mafuta kwa urahisi katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Na ndio maana wakati huu wameamua kuiwekea vikwazo Iran, lakini pia kuhakikisha mataifa mengine hayanunui mafuta ya Iran na wala Iran haisambazi mafuta yake. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.